Napenda kumshukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kaka yangu Jafari Haniu pamoja na mkurugenzi wake na halmashauri nzima wilaya ya Rungwe kwa kuendelea kushirikiana nanyi. Ninaamini kwa uongozi wao thabiti ndio maana mnaendelea kufanya kazi katika mazingira haya rafiki. Siku ya leo mimi kilichonileta ni kuja kumuunga mkono mdogo wangu Noela akiwa kama mkurugenzi wa Child Support. Alinielekeza vitu ambavyo anakuja kuvitimiza hapa kama azma ya moyo wake, lakini kwa sababu nimekuwa nikimfahamu kwa miaka mingi na nimefahamu kuanzia anafundisha anatoa hii huduma ya Child Support kwenye kituo cha kukodi, lakini mpaka leo hii ameweza kujenga eneo lake. Kwa hiyo transition yake nimekuwa nikishuhudia na ninafahamu anapitia magumu mengi. Kwa hiyo aliponiambia, pamoja na kuwa ratiba yangu ni ngumu sana, lakini siku ya leo nimekuja kama naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum. Tuna sehemu ambayo tunaingiliana na ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na watu wenye mahitaji maalum. Kwa hiyo sijaja rasmi kama kiwizara, nimekuja kwa sababu na mimi ni mwana Mbeya na mimi ni mwana Rungwe. Unapokuwa mbunge wa viti maalum unakuwa ni mbunge wa wilaya zote. Kwa hiyo Noela alipohitaji kuwa na sapoti yangu siku sita, na haya niliyoyaona hapa ni sehemu pia ya majukumu yangu. Kwa upande wa idara ya ustawi wa jamii tutaendelea kuwasisitiza ili waweze kufanya kile kinachowezekana, hasa pale inapotokea mtoto anahitaji huduma kupitia wao. Kwa haya niliyojifunza, ni kupongeze tu Noela pamoja na taasisi yako yote. Kazi hii ni kubwa sana mnayoifanya, lakini ni hazina mnajiwekea kwa maisha yenu ya uhakika, maisha ya mbinguni. Haya maisha haya chini ya jua tunayapita, lakini yale maisha ya uhakika mimi nakuhesabia kwamba mwenzangu, vifungo vyako vimefunguka vizuri. Endelea kujituma na Mungu ataendelea kukusaidia. Katika haya yote ambayo umeyasoma kwenye taarifa yako nimeyanakili, na mimi nipende tu kukupongeza. Endelea kutafuta wafadhili, endelea kuwasaidia watoto. Umemwona yule binti pale ndani alifurahi sana kumwona mwalimu wake aliyemfundisha elimu ya awali. Mtoto aliruka pale ndani akiwa kwenye kitimwendo. Kwa kweli nilikuangalia nikasema, mwenzetu una baraka zako. Kwa hiyo wewe endelea tu kufanya, unafanya mambo mazuri sana. Kwa siku ya leo mkuu wa shule pamoja na viongozi kutoka halmashauri, niseme tu nimepokea changamoto zote ambazo nimeziona mbele yangu, ambazo zitafaa kuzipeleka wizarani nitazipeleka, lakini kuna zile ambazo na mimi pia nina nafasi yangu ya kuzifanya. Nina nafasi kama Mary Priska, lakini vile vile nina taasisi yangu isiyokuwa ya kiserikali, Mary Priska Women Empowerment Foundation. Hii ni kwa ajili ya kuwawezesha wanawake zaidi kiuchumi, kuanzia mtoto wa kike wa miaka 5 mpaka mzee kabisa, kuona kwamba anabaki salama. Kwa hiyo tutakuja kuona na sisi angalau tunaleta moja ya vitu ambavyo vimefeli. Wengine wenzetu wameshafanya, lakini mama yetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia halmashauri mmeweza kupatiwa baadhi ya vitu ambavyo hamkuwa navyo. Kwa hiyo tutaendelea kuona kwamba tunasaidiana na serikali kwa kutumia taasisi binafsi, kwa kutumia wewe mwenyewe binafsi. Saa nyingine unaweza ukafanya vitu kama sadaka, na hasa nyakati kama hizi za Kwaresma unaweza ukaamua tu ukasema kwamba mimi safari hii matumizi ya hii milioni ngoja nikapeleke pale shuleni ikasaidie kitu fulani. Kwa hiyo baada ya wiki 2-3 hivi mimi nitarudi kama Mary Priska, nitarudi kama Mary Priska Women Empowerment Foundation ili kuona na mimi nagusa, ili tuweze kuwasiliana, angalau tuchague kimojawapo. Nipe options, nipe hata vitu 5 kati ya hiki na hiki na hiki, afu mimi niangalia ambacho kitakuwa ndani ya uwezo na sisi tuweze kuja kukifanya. Baada ya kuongea hayo, basi nipende tu kusema kwamba sasa niko tayari kukabidhi vifaa vilivyoletwa na Child Support Tanzania. Nimemsikia mwalimu alivyosema walimu wa elimu maalum wako 8, bado ni wachache, hawatoshi.
hii kazi ni nzito mno, wala sio nyepesi. Hivyo nalibeba hili swala kama shuhuda, nikiwepo mimi mwenyewe nimeiona hali halisi. Walimu, mazingira pia yaliyopo shuleni nimeyaona. Kiukweli nimekaa nikawaza sana. Sifahamu ni malaika gani alinisukuma mimi kuja Mbeya. Ni huyu hapa, naibu waziri. Mungu akubariki dada yangu, naibu waziri. Kiukweli nina uchungu sana. Sifahamu sasa nianzie wapi, lakini naamini ni muda muafaka huu. Muda wetu, tukushukuru sana, tutakuwa pamoja na mimi nitakualika bungeni kama mgeni wangu kuja kujua nini ambacho unakifanya, ili pia ujifunze na wengine pia wajifunze, wadau wengine kutoka kwako, kwa sababu serikali haiwezi kufanya kila kitu peke yake. Ni kitu ambacho hakiwezekani, lazima pia tutumie wadau. Hivyo utakuwa balozi na umekuwa balozi mzuri tayari. Endelea na moyo huo huo. Tulifanya tathmini na kufanya modification kwenye mazingira. Baadhi ya madarasa kama umeona, kuna ambayo yana ramps ambazo zimejengwa na Child Support Tanzania ili kuwezesha watoto waweze kufika darasani, lakini pia kufikia miundombinu mingine kirahisi. Kwenye corridor umepita, zile corridors zilikuwa zimeshajengwa lakini pia hazikuwa salama sana kwa watoto. Child Support Tanzania tulikuja tukaweza kuweka mabomba corridor zote, ili watoto at least wanapopita wawe kwenye hali ya usalama, wasiweze kuanguka. Pia tumeweza kutoa mafunzo, kutrain walimu kwenye masuala ya elimu jumuishi. Tulitrain walimu ambao ni master trainers na walimu waliendelea kutrain walimu wengine. Lakini pia tulitoa mafunzo kwa afisa elimu na kuwezesha kuanzisha maktaba jumuishi kama ambavyo umeiona. Tumetoa vitabu 3000 kwenye hiyo maktaba jumuishi. Tumetoa msaada wa vitimwendo, na sisi kama taasisi hatutoi tu vitimwendo. Tunaleta wataalamu, wanakuja wanawapima watoto na wanaangalia position nzuri ambayo mtoto akikaa haitamuumiza na atakuwa comfortable kufanya mambo yake. Kwa hiyo wanampima na anaenda kutengenezewa kiti kulingana na uhitaji wake. Kwa hiyo tumetoa vitimwendo kwa watoto zaidi ya 12, lakini pia tumetoa msaada wa mafuta. Tulikuwa tuna mradi ambao ulikuwa funded na serikali ya Ujerumani kupitia balozi ambao ulikuwa unatupa mafuta. Tumekuwa tunaendelea kutoa mafuta, lakini mradi ya watoto wenye ualbino. Lakini sasa mradi ulipo phase out, hatujaweza kuendelea na hiyo. Ni kati ya nadhani ya changamoto ambayo sasa hivi shule hii inaipata, ya jinsi ya kupata mafuta ya watoto. Lakini pia tumefanya mafunzo juu ya masuala ya ulinzi na usalama wa watoto, disability inclusive safeguarding kwa walimu na wazazi. Tumeanzisha kikundi cha wazazi, parent support groups katika hii shule chenye wazazi 30, lakini pia tumeweza kuanzisha klabu ya ulinzi na usalama ya watoto, Child Rights Club, ya haki za watoto, ambayo tunawafundisha watoto kwanza kujua haki zao ili wawe mstari wa mbele kutetea haki za watoto wenzao. Wakati sasa tunakuja ku set up library yetu, tuligundua pia kuna changamoto, na nashukuru Mungu serikali imeshaanza kuifanyia kazi kabla hata sisi hatujaja. Tulikuta mwalimu ana Perkins Braille moja ambayo nayo ilikuwa wameazima. Kwa hiyo sisi tukawa tumeahidi tutaleta nyingine moja na tutaleta vifaa baadhi kwa ajili ya walimu na watoto. Na leo tulivyokuja hapa tumekuomba uje kukabidhi, tumepata surprise kuwa tayari serikali imeleta Perkins Braille 3 ambayo sisi tunapenda kushukuru sana kwa sababu ni vifaa muhimu sana haswa kwa walimu na watoto wenye mahitaji maalum. Kwa hiyo kwa hayo machache leo tumekuomba uje ili tuweze kukabidhi vifaa vya watoto wenye ambavyo vinaweza kuwasaidia kujifunza, watoto wenye uoni hafifu, watoto wenye visual impairment, lakini pia watoto wengine wote. Tuna vifaa ambavyo ni jumuishi, anaweza kutumia mtoto yoyote. Lakini pia tuna vifaa ambavyo tutawapa walimu. Tunashukuru serikali imeleta kompyuta, lakini kwa walimu wenye ulemavu pia kuna kifaa ambacho
ni more advanced, ni Perkins Braille lakini ambayo iko kiteknolojia zaidi, ambayo tutakabidhi 2 na Perkins Braille kubwa 1, lakini pia tutakabidhi mpango mkakati wa elimu jumuishi ambao umekuwa translated kwenye lugha ya nukta nundu ili iwe rahisi pia kwa walimu wasioona kujua mpango mkakati wetu unaelezea nini. Japo mpango mkakati huu unaisha mwaka huu, lakini at least itawapa picha, natambua wanaujua, lakini itawapa picha halisi ya nini kilichokuwepo ndani ya ule mpango mkakati ambao tunaenda kumaliza.